Ilikuwa saa 10 jioni, siku ya Ijumaa. Watu wakijiandaa kuikaribisha wikendi. Vijana watatu safarini walipotekwa na watu wasiojulikana. Cha kushangaza, kwenye vijana hao ni binti mmoja ndiye aliyefanikiwa kutoroka mikononi mwa watekaji baada ya siku 3 za mateka. Matukio ni mengi sana yanayotokea kila siku, tena yale ya kikatili na kuumiza wengine. Wapo wanaonusurika na wengine wanaponea chupu kupoteza uhai wao. Wengine siku yao inakuwa tofauti, wanakatishwa maisha yao. Safari ilianza vizuri kama safari nyingine. Baada ya kujumuika, kufurahi pamoja kama vijana wenye kuonesha ushirikiano na umoja. Mara nyingi kutana na kuelimishana na kuburudika, kushauriana kuhusu maisha. Umoja na ukaribu wao ndio silaha yao kuu. Inawezekana kuna watu ambao hawakupenda umoja wao. Kwa kipindi kirefu wamekuwa wakiandaa mazingira ya kuvunja umoja huo kwa gharama yoyote. Kwa mipango ya muda mrefu, basi leo ndo wameamua kuonesha rangi zao halisi. Safari ilianza kama jinsi safari nyingine zinavyoanza. Kuagana kwa furaha. Mwanzo wa safari hadi pale umbali unapoamua kuwatenganisha. Kama mtu ameamua kufanya jambo, basi atapambana kwa njia yoyote ile kuhakikisha anafanikiwa. Jenny na wenzake walichunguzwa kwa muda mrefu kuanzia maisha yao hadi ratiba zao za kila siku. Na leo ndio inakuwa siku mbaya kutokea maishani mwao. Hakuna anayejua wapi alipo, wala kwa nini yuko hapo. Ni ukatili wa makusudi na wa hali ya juu. Hakuna anayeweza kuelezea. Kwenye matukio mengi ya utekaji, mtekaji anakuwa anafanya uhalifu huo kwa lengo maalum na ambalo lazima litaleta matokeo kwake. Iwe kupata kitu au taarifa fulani kutoka kwa mateka, ama kushinikiza watu wake wa karibu kufanya kitu kwa niaba yake, kubadilisha usalama kwa mateka. Jenny na wenzake wanapitia mateso ambayo hawakutarajia na hawakujua kama yatakuja kutokea katika maisha yao. Utekaji wa Jenny na wenzake ulilenga jambo moja tu: malipo ya fidia. Kulipwa kiasi anachotaka ili awaachie huru. Njia ambayo imegharimu maisha ya vijana waliokuwa na furaha ya maisha yao na maisha ya baadaye. Baada ya siku 3 kuona kimya, mtekaji anaamua kulazimisha wazazi wake watume pesa kwa haraka. Anafanya jambo la kikatili kwa binti Jenny. Ubakaji, unyanyasaji wa kijinsia. Jenny alikuwa na nafasi moja tu. Kama angeichezea, tusingekuwa tunasimulia stori hii ya ushujaa.